Karibu tena katika kipindi kingine hapa Koinonia, na tunaendelea na somo ya utoaji. Na leo tutaangalia mambo mawili, lakini hasa tunaelekea kuangalia kwenye sheria moja ambayo tunaita sheria ya kupanda na kuvuna. Na msingi wa hiyo sheria tunasema ni imani. Kwa hiyo nitapitia baadhi ya maandiko halafu tutaiongelea hiyo leo. Kazi yote ya kulima inajenga juu ya imani, kwa sababu unapopanda mbegu ni kama vile unatoa kitu ambayo unajua haitarudi, na kwa vile haitarudi unajua kwamba hiyo umeipoteza, lakini unaifanya hivyo kwa sababu unaamini kwamba ile kitu ambayo umetoa itazaa zaidi kuliko ile uliyotoa. Hiyo kwa kifupi ni sheria ya kupanda na kuvuna, na hiyo inaweza kutumika pia katika maisha yetu katika sehemu zingine, licha ya kwenda kwenye shamba ya kawaida na kuvuna au bustani yako. Katika Waefeso 3:20 na 21 tunasoma hivi: basi yeye awezaye kutenda mambo ya ajabu yasiyopimika kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya uweza wake ule utendao kazi ndani yetu, yeye atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu kwa vizazi vyote milele na milele. Amina. Ni kwamba tunapofanya kazi za imani, tunapopanda hata kwa upande wa imani au imani yetu katika maisha yetu kwa njia mbalimbali, tunategemea sisi watu wa Mungu kwamba Yesu anaweza kufanya zaidi kuliko yale ambayo tunahisi au tunafikiria wenyewe. Lakini ni imani. Kwa mfano, unatoa sadaka yako, na inawezekana unatoa ni kingi, lakini tuseme kama ni kidogo, unaweza kuhisi kwamba lakini hizo fedha kidogo itasaidia nini? Hakuna atakayeweza kuishi kwa hizo fedha. Nadhani haitaweza kusaidia kitu. Lakini unatoa kwa sababu unategemea kwamba Mungu ataikuza ile sadaka yako na kufanya kitu cha maana nayo. Ndio maana hata sisi ambayo labda hatuna fedha nyingi tunaendelea kutoa, kwa sababu tunamwamini Mungu kuweza kufanya kazi yake ambayo ni kuu kuliko mawazo yetu. Sio kazi yangu ya kufikiria uwezo wa Mungu, kama ataweza kutenda kufuatana na yale niliyotoa au kama atafanya nini. Mimi ninatoa kwa moyo wa kupenda kutoa na kwa moyo wa imani. Hiyo ni kazi yangu. Ile ya miujiza ni kazi ya Mungu. Na kawaida Mungu anabadilisha lile dogo, kama vile unapopanda muhindi, yani unaweka mbegu moja ambaye isingishibisha hata panya, lakini unapovuna hata watu zaidi ya moja mnaweza mkala na mkashiba kabisa. Tusome Waebrania 11 na mstari wa 1 hadi 12. Ni sehemu ndefu kidogo, lakini inahusu mambo ya imani. Sema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Maana baba zetu wa kale walipongezwa kwa haya. Kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Vitu vyote vinavyoonekana havikuumbwa kutoka kwa vitu vinavyoonekana. Kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu bora kuliko Kaini. Kwa imani alishuhudiwa kuwa mwenye haki. Mungu mwenyewe akazishuhudia sadaka zake. Kwa imani bado ananena ingawa amekufa. Kwa imani Henoka alitwaliwa kutoka maisha haya, kiasi kwamba hakuonja mauti, hakuonekana, kwa sababu Mungu alimchukua. Kwa kuwa kabla ya hajatwaliwa alikuwa ameshuhudiwa kuwa ni mtu aliyempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na ya kuwa huwapa thawabu wale wanaotafuta kwa bidii. Kwa imani Nuhu alipoonywa na Mungu kuhusu mambo ambayo hayajaonekana bado, kwa kumcha Mungu alitengeneza safina ili kuokoa jamaa yake. Kwa imani yake alihukumu ulimwengu na akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa imani Abrahamu alipoitwa aende mahali Mungu angempa baadaye kuwa urithi, alitii na akaenda, ingawa hakujua anakokwenda. Kwa imani alifanya maskani yake katika nchi ya ahadi, kama mgeni katika nchi ya kigeni.
Aliishi katika mahema kama Isaka na Yakobo walivyofanya. Walikuwa pia warithi pamoja naye wa ahadi ile ile, kwa maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi ya kudumu, ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Kwa imani Abrahamu, ingawa alikuwa mzee wa umri, naye Sara mwenyewe alikuwa tasa, alipokea uwezo kuwa baba, kwa sababu alimhesabu Mungu alimwahidi kuwa mwaminifu na kwamba angetimiza ahadi yake. Hivyo kutokana na huyu mtu alikuwa sawa na mfo, wakazaliwa wazao wengi kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa pwani usiohesabika. Hiyo sehemu inaongea juu ya imani na watu katika Biblia ambayo walionyesha imani na waliishi kwa imani. Abrahamu hakuona ukamilifu wa ile ahadi aliyopewa na Mungu, lakini aliishi kama vile anaona. Yote inajengwa juu ya imani. Tukiangalia hekima ya kidunia, haitakubali kwamba ukitoa kitu utapata zaidi. Hiyo sio hekima. Unapoenda shuleni unajifunza mahesabu, unajua kama unayo kiasi fulani, halafu unatoa kiasi fulani, unabaki na kidogo, sio huongezewi kitu. Lakini mahesabu ya Mungu ni tofauti na mahesabu yetu, na hekima ya Mungu ni tofauti na hekima yetu. Kwa hiyo yeye anaweka ile baraka ndani ya kazi zetu wakati tunamtii kwa imani na tunatenda kwa imani. Kwa hiyo Mungu ameweka hiyo sheria kwa ajili yetu, hii ya kupanda na kuvuna, kwamba unapopanda unavuna. Ukipanda mabaya unavuna mabaya, ukipanda mazuri unavuna mazuri. Amefanya hivyo kwa sababu anapenda tuonyeshe upendo na pia tuonyeshe imani, kwa sababu tunafanya kitu ambaye kiakili haileti maana sana. Na hasa kama tuseme mwezi mgumu na unaona sina la kutoa, lakini bado unatoa kwa imani. Na Mungu anapenda tufanye matendo kwa imani. Ameamua hivyo. Maana hiyo inaonyesha kwamba sisi tunampenda na tunamjali. Katika Isaya 55 na mstari wa 8 na 9 tunasema hivi: kwa kuwa mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kama vile mbingu zilivyo juu kuliko dunia, ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mungu alivyo sio kama sisi. Kwa hiyo yeye anapoweka sheria, anapotushauri kufanya kitu, sisi tunaonyesha hekima tunapojaribu kufuata kwa imani na kuamini kwamba anapotuambia kitu kweli ni kizuri. Tusome Waebrania 6 na mstari wa 11 na 12, nasema hivi: nasi tunataka kila mmoja wenu aonyeshe bidii hiyo hiyo, ili mpate kujua uhakika kamili wa ile tumaini hadi mwisho, ili msije mkawa wavivu, bali mpate kuwaiga wala ambayo kwa imani na subira hurithi zile ahadi. Nitamalizia kwa kusoma Mithali 3 mstari wa 9 na 10, nasema hivi: mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitakapojaa hadi kufurika, viriba vyako vitafurika kwa mvinyo mpya. Kwa hiyo kumbuka, usikate tamaa wakati unaposubiri mavuno, kwa sababu kama unavyojua, ukipanda mchicha utavuna mapema, ukipanda mti wa mwembe hautavuna mapema. Kwa hiyo mazao yanakuja kwa wakati wake na inategemeana na wakati wa Mungu. Mara nyingi tunapofanya kazi hizo za utoaji na kazi za imani, mara nyingi inafanana na safari ya kobe. Inakwenda taratibu. Si kama sungura anayokimbia kwa haraka. Mambo yanaweza yakachukua muda. Kuna wakati tunajibiwa, kuna wakati mambo yanajipa, mavuno yanakuja moja kwa moja, lakini pia mara nyingi yanachelewa, yanachukua muda. Kwa hiyo tunahitaji kuwa wastahimilifu. Mavuno yanakuja kwa sababu Mungu sio muongo. Hapo tunamaliza kipindi hiki. Tunaendelea na hiyo sheria ya kupanda na kuvuna katika vipindi vingine, lakini hii ninamalizia hapo. Kama umefika mpaka mwisho, kama kawaida, nashukuru sana na kushauri soma hayo maandiko wewe mwenyewe, tafakari hayo maandiko, fikiria yanakuhusu vipi. Hiyo itakusaidia katika maisha yako. Na karibu tena.